Katika miezi ya hivi karibuni, Tanzania imekumbwa na mfululizo wa matukio ya kuwazuia au kuwafukuza wanasiasa na wanaharakati wa Kenya waliokuwa wakijaribu kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Matukio haya yanajumuisha kuwazuia kuingia nchini kwa Martha Karua na Willy Mutunga pamoja na kukamatwa kwa Boniface Mwangi na wakili wa Uganda Agatha Atuhaire. Serikali ya Tanzania imetetea hatua hizi kama njia ya kulinda maslahi ya kitaifa na kuzuia kuingiliwa kwa masuala ya ndani na raia wa kigeni. Katika muktadha wa kisiasa, kesi ya Tundu Lissu, mwanasiasa mashuhuri wa chama cha upinzani Chadema, alikamatwa Aprili mwaka 2025 kwa tuhuma za uhaini na kuchochea ghasia kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba. Lissu, ambaye alinusurika jaribio la kuuawa mwaka 2017, amekuwa akishinikiza mageuzi ya uchaguzi kwa kauli mbiu ya no reforms no election. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inayotafuta kuchaguliwa tena imekuwa ikikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa makundi ya haki za binadamu kwa madai ya kukandamiza upinzani na uhuru wa kujieleza. Ingawa Rais Samia aliahidi mageuzi ya kidemokrasia alipoingia madarakani mwaka 2021, hatua za hivi karibuni zimeibua wasiwasi kuhusu kurudi kwa hali ya ukandamizaji ulioshuhudiwa miaka iliyopita. Serikali ya Tanzania imetetea hatua ya kuwazuia au kuwafukuza wanasiasa na wanaharakati wa Kenya kwa madai ya kulinda usalama wa taifa na kuzuia kuingiliwa kwa masuala ya ndani. Rais Samia alionya kwamba wanaharakati wa kigeni hawataruhusiwa kuvuruga amani ya nchi hiyo. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kukandamiza sauti za upinzani na kuzuia ushawishi wa kimataifa katika masuala ya ndani ya Tanzania. Wanasiasa kama Martha Karua wameelezea kuwa hatua hizi ni matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali na jaribio la kuficha ukiukwaji na haki za kibinadamu. Matukio haya yamezua mvutano katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya imeitaka Tanzania kuwaachilia wanaharakati waliokamatwa na kuheshimu haki za binadamu. Hata hivyo, Tanzania haijatoa tamko rasmi kuhusu madai haya, jambo linalozidisha wasiwasi kuhusu nia ya serikali ya kushirikiana na mataifa jirani katika kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria. Matukio haya si ya kipekee kwa Tanzania pekee. Katika miaka hivi karibuni, kumekuwa na ongezeko la visa vya serikali za Afrika Mashariki kutumia vyombo vya dola kukandamiza sauti za upinzani na wanaharakati. Kwa mfano, nchi ya Kenya kumekuwa na madai ya serikali kushirikiana na mataifa jirani kukamata na kuwarejesha kwao wanaharakati na wapinzani wa kisiasa kinyume na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Ili kulinda haki za binadamu na demokrasia katika kanda ya Afrika Mashariki, ni muhimu kwa serikali za kanda kuheshimu na kulinda haki za binadamu na uhuru wa kujieleza, mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuingilia kati na kushinikiza serikali zinazokiuka haki za binadamu kuwajibika, asasi za kiraia kuendelea kuelimisha umma kuhusu haki zao na kuhakikisha mabadiliko ya kisera na kisheria, pamoja na wananchi kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia na kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao. Kwa kufanya hivyo, kanda ya Afrika Mashariki inaweza kujenga jamii huru na za haki ambapo haki za binadamu zinaheshimiwa na kulindwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.